Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, nataka kuongea kitu ambao wanaita dating. Dating kwangu ni wasting time. Dating ni usharati. Usharati dating. Kwa wale ambao wana date, ukiwe wewe ni Muislamu, ukiwe wewe si Muislamu. Ukiwe wewe ni kafiri, ukiwe wewe si kafiri. Ukiwe wewe ni nyeusi, ukiwe wewe ni brown. Ukiwe wewe ni mfupi, ukiwe wewe ni mrefu. Ukiwe wewe ni mnene, ukiwe wewe ni mkonde. Ukiwe wewe ni kabila gani, dating ni wasting time na dating ni haram. Nataka kupea reason kwa nini ni wasting time and haram. Dating ni wasting time kwa sababu gani? Uwezi wa mtu unajua. Uwezi wa mtu ambao unajua tabia. I'm telling the truth, uwezi wa mtu unajua tabia. Kwa sababu gani? Ukisajua jamani mwizi utamuoa. Ukisajua jamani mkora utamuoa. So utakuwa na date watu ukiwacha. Kwani ni simu umeenda kuangalia kwa duka? Hiyo ni number 1. Number 2, kwani nasema wasting time. Unatumia pesa zako ukienda kutembelea kudate huyo mtu. Ukiwa unakutana mahali, ukiwa unakutana kwa nyumba yako, ukiwa unakutana kwa choo, ukiwa unakutana kwa bafu. Utakuwa unatumia hela. Na wakati hiyo anakuja kwako unatumia hela. Ikiwa ni hela ndogo, ikiwa ni hela kubwa. Hiyo ni wasting time. Hiyo hela ukiweka kwa mali nyingine. Hiyo ni wasting time na wasting source. Kitu kingine tatu ya waste time nayo, dating. Kwa sababu wakati una date hizo, si unafanya zina. Tunafanya mapenzi. Tunafanya ngono. Hiyo ngono ni njia halali au ni njia haramu? Sex before marriage called what? And sex after marriage called what? Hiyo ni wasting time nyingine, hiyo ni usharati nyingine, hiyo ni ukahaba nyingine. Kwa hiyo nasema dating ni wasting time na unanichafu na ukahaba. Hii una date huyo mtu, wazazi wajui. Na kitu ya ndoa au kitu ya kumari wazazi lazima present. Marriage ni kitu lazima family member lazima kwe. Family member lazima ajue. Una date huyo mtu. Mmemdate mwaka 2, mwaka 1, mwezi 1, mwezi 2, mwezi 3, mwezi 6, mwezi 8, mwezi zote mmemdate. Wazazi wajui. Ni nini unaficha kama unajua unafanya kitu ya halali? Ni nini unaficha kama unajua unafanya kitu mzuri? Ni nini unaficha kama unajua uko haki? Ni nini unaficha kama umejua uko sambamba? Dating ni wasting time. Kitu kingine nasema dating ni wasting of time. Kwa sababu nyinyi lengo yenu huko pale ni kupimana. Kupimana akili, kupimana pesa, kupimana nguvu, kupimana kuongea. Hizo ndio vitu nyinyi mnapima. Si kitu kingine hapo dating inasaidia. Ni kupimana. Wewe unaweza fanya nini? Wewe unaweza fanya nini? Wewe uko na nini? Wewe uko na nini? Wewe unaongea aje? Wewe unasema aje? Wewe unaona aje? Wewe uoni aje? Hizo ndio vitu ambao nyinyi unafanya pale kwa dating. So hiyo ni wasting time. Kwa sababu hizo ni vitu ambao usome kwa ndugu, usome kwa mtu unaishi naye. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambianga kama sisi Waislamu, ukitaka kujua mtu lazima ufanye hizi vitu 3 na mtu. Kitu ya kwanza, lazima uishi na yeye. Kitu ya 3, lazima ufanye biashara na yeye. Kitu ya 4, lazima usafiri na yeye. Vitu vitatu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukitaka kujua mtu lazima ufanye nayo. Na hizi vitu zote ukifanya na mtu lazima ukiwa umeishi na huyu jamaa, umesafiri na yeye, umefanya biashara na yeye. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hizi? Alisema kwa sababu hizi yuko na changamoto zake. Kwa sababu hizi kuna mlima na mabonde. Kwa sababu hizi kuna matatizo ndani yake. Na ukifaulu na mtu kwa hizi vitu zote, utajua hiyo mtu tabia yake ni gani. Kwa sababu msiba anapatikana kwa safari ni ndefu sana. Uliza watu ambao wanafanya usafiri kwenda na kurudi. Kama wale mwendesha malori hawa, waulize safari wanaona nini? Kama wale wanaenda safari mbalimbali, uliza wanaona nini na matatizo gani wanapitia na nini wanapita. Uliza wale wanafanya biashara pia. Muulize changamoto gani wanapitia kwa biashara zao, ndio utajua. Uliza wale ambao wanaishi kwa manyumba, ujue ni nini changamoto gani wanapata kwa manyumba. Saa nyingine chakula iko, saa nyingine chakula yuko. So, nakwambia nyinyi, wale ambao una date, ujue unafanya usharati. Kwa sababu nasikia siku hizi watu wameleta dating ya Kiislamu. Dating ya Kiislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya dating. Dating ya Kiislamu wasahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walifanya dating. Dating wa Waislamu tabi walifanya dating. Tabiin walifanya dating. Name them walifanya dating.
unatuambia dating ya Kiislamu. Hatukatai. Na hiyo dating ya Kiislamu inaenda kwa muda gani? Dating iko na muda. Na nakwambia ni wasting time. Dating iko na muda. Wengine wanasema mimi naenda muda 3. Naenda mwezi 6. Wengine mwezi 5. Wengine mwezi 2. Wengine mwezi 3. Kwa nini ijawekwa muda basi? Nini unasoma kwa mtu ndio muoe? Nini unasoma mtu kwa mtu ndio oe? Kwa sababu dating wakati hiyo ni kama ni kuchumbana. Kila mtu anaficha tabia yake. Wakati wewe unatafuta kazi, tabia zako nakuanga mzuri sana. Wakati wewe unatafuta mke au mke anatafuta bwana, tabia zenu inakuanga mzuri sana, unakuwa malaika. Lakini wakati umepata hiyo kitu, unamea pembe, unatoa tabia zako, unatoa kila kitu ambao mtu hakujua. So dating, you are wasting time. Dating ni tabia wazungu. Dating ni tabia wazungu. Sisi Afrika tu kuwa na madating. Sisi Afrika wazazi ndio walikuwa natulea, tukiona bibi au wazazi wakiona bibi, hao ndio naunganisha bibi na family. Wao walikuwa naletewa bibi. Mambo ya dating ni mambo ya wazungu. Mambo ya dating umwambie wale ambao wanaongea Kizungu, hao ndio naleta mambo ya dating. Wanasema ni masomo. Na huko una waste time. Wewe una date mku huko na katiba yako inasomwa. Gazeti yako inasomwa kuanza asubuhi mpaka chini. Umechapa, alafu date huyu mtu. Waende ukosane, amesha kukula. Tena uende mwingine udate tena, ukosane, akukule. Tena uende mwingine tena udate tena, ukokosane, amesha kukula. So unakuwa body part yako ni 100 kwa sababu ya dating. Body part yako ni 200 kwa sababu ya dating. Body part yako ni 500 kwa sababu ya dating. Body part yako ni 300 kwa sababu ya dating. Alafu unataka mtu atoe ng'ombe kwa hiyo kitu. Nataka mtu atoe ng'ombe kwa hiyo makamasi. Nataka mtu atoe ng'ombe kwa hiyo mrenda. Nataka mtu atoe ng'ombe kwa hiyo uji. Nataka mtu atoe ng'ombe kwa hiyo chafu. Nataka mtu atoe ng'ombe kwa hiyo takataka. Nataka mtu atoe ng'ombe kwa hiyo useless. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa wale ambao una date so long sana. Mimi according to mimi nikuuliza date unaweza trace kwa ngapi? Wiki moja, wiki 2. Ikienda sana mwezi. Kwa sababu Mtume SAW amesema pale kuna mwanamke na mwanamume wamekaa chini, mtu wa tatu pale ni mashetani. Anasema hebu angalia paja, angalia mdomo, hebu mguze kidogo, hebu mkachi kidogo, hebu mjigijigi kidogo, hebu mruka kidogo, hebu mwambie asimame, hebu. Hiyo ni shetani yote na kucontrol hapo. Mwisho shetani anakupeleka wapi? Subhanallah.